hivi mwanamke anapomwalika mwanaume kwenda kupata chakula sehemu fulani, mwanaume naye anatakiwa kujiandaa vipi, ama mwanamke huyu inatakiwa azingatie vitu gani kabla huyu mwanaume hajamwalika hicho chakula? Mwanamke anamwalika mwanaume chakula. Kwanza zingatie ni mumewe. Awe mume. Hakikishe ni mume wake au ni kaka yake. Sije akaalika mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Hiyo ni rushwa. Unataka mtu afanye maamuzi mbali na malengo yake. Yaani unamconvince akuchague. Inaitwa pick me. Kwenye dating tunaita unataka kuwa picked. Unasema ni mimi, nichague mimi, nione mimi. Ni rushwa. Hata kumpa mwanaume hela ni rushwa. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, msikilizaji wa 94.5 Radio Nuru FM inayokutangazia kutoka barabara ya 12 ndani ya jiji la Tanga, Tanzania. Ni siku nyingine tena, Jumatatu nzuri kabisa. Tunakutana mchana huu katika kipindi cha Mseto kama ilivyokuwa kawaida, ni Jumatatu hadi siku ya Alhamis. Mimi ni mwenyeji wako Khatib Salim Omar, lakini ukumbuke kila Jumatatu inakuwa Jumatatu ya kipekee zaidi, Jumatatu maalum. Jumatatu ya kisaikolojia inakuwa inasimama hapa. Tunakwenda kusikiliza mengi kabisa ambayo tunafunzwa hapa katika kinywa kutoka kwa mwana saikolojia Madam Leila Abubakar ambaye yuko hapa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kabisa. Nikukaribishe popote pale ulipo, ungana nasi ili uweze kuyapata mengi kabisa. Asante kwa wale wote ambao mshanitumia jumbe, lakini muda utakaporuhusu basi naweza nikapita na angalau moja mbili hivi kuweza kuziangalia, lakini kikubwa tunachokusudia kukipata ni elimu ambayo kwa namna moja ama nyingine haipatikani kokote kule, na kama inapatikana basi kila mja ana upekee wake ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe amemjalia, na katika uwasilishaji ama jambo hilo linaongelewa na fulani, inawezekana likawa linachukuliwa kwa uzito wa juu zaidi, lakini akiliongea fulani likawa linachukuliwa tu kama kawaida. Kwa hiyo yote hivyo ni vipaji na zile niseme mapenzi yake Mwenyezi Mungu aliyoamua kumpa nani kwa ajili ya kuwasilisha. Inawezekana walimu wote ni wa Kiswahili, lakini kuna mwalimu akiingia unamuelewa zaidi, lakini mwingine humuelewi kabisa. Hilo linatokea. Kwa hiyo ni kukaribisha tu, lakini nyuma ya kamera yupo engineer Saidi Abdullah mwana wa Chembea ambaye tuko naye hapa kuhakikisha kwamba chochote unachokiona huko jua ni mkono wake ambao umetumika kwa kiasi kikubwa ili uweze kuyapata mengi mazuri kabisa. Madam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za Jumatatu ya leo? Salama, za kwako? Mimi mzima. Mambo yanaendaje? Mambo mazuri kabisa. Wanasemaje mjini? Mjini kumepoa. Kumepoa. Tunatakiwa tunywe maji mengi tu. Maji mengi. Joto limeongezeka. Kwa kiasi kikubwa sana. Na nyakati ndo hivyo. Nyakati hizi zinakuja zinapita. Na mambo mengine yanakuwa hivyo. Vipi lakini harakati? Harakati ziko vizuri. Tunashukuru Mungu. Tunahesabu usiku. Sawa, tuanzie hapa madam. Inawezekana kuna mtu anawasilisha jambo lile akawa haeleweki, lakini anakuja kuwasilisha mwingine jambo lile na akaeleweka zaidi. Hii inatokana na nini hasa? Nadhani ni namna ya uwasilishaji, kuendana, ile kulandana mtu na mtu, kwamba wanasema wana chemistry, sijui damu zao zimekubaliana. Lakini saa nyingine ni rehema tu ya Mwenyezi Mungu, kaamua afanye wepesi kwa huyu, ugumu kwa huyu, wepesi. Yani ili mradi tu ni katika kujifunza wote. Mbinu za ufundishaji huwa zinatofautiana. Zinatofautiana kwa mmoja kwenda kwa mwingine. Kuna watu wana mbinu tofauti na wengine wana mbinu nyingine. Inategemea, lakini mimi nadhani mbinu ambazo zimechanganyika pamoja na kuchekesha, kufurahisha watu ni mbinu za kuwafanya watu wasome haraka kuliko mbinu za kutumia sura ya kazi. Sura ya kazi ndio hadi uko serious tu, utaki kucheka, utaki utani.
unajua mwalimu wa hisabati akiingia hata mifano yote ni hisabati. Lakini mwalimu wa Kiingereza akiingia kwanza atawaita mbele watu wote ambao wamekutana nao mjini. Unajua zamani ilikuwa sisi tukienda mjini nayo ni kosa. Yaani mwalimu akikukuta mjini lakini maisha yani wakati hao wanakutana nao stendi tu. Wamefanya nini huko stendi? Nimekutana nao tu. Kwa sasa hapo sisi kosa letu nini? Lakini mwalimu sokoni yani ni noma. Yani unatakiwa ujiandae Jumatatu utajitetea. Na inawezekana mimi nilikuwa nikimuona nakimbia. Sio wewe tu, ni watu wengi. Sababu sisi tulikuwa tunavaa majuba. Kwa hiyo tulikuwa tunajua jamaa huaga yuko na pikipiki. Kwa hiyo tukawa tunamwona anakuja hivi. Si yuko mbele yetu anakuja, sisi tuna vijuba. Tunachukua vile vijuba tunavaa usoni, yani tunachukua juba tunalirusha usoni. Alafu tunageuka nyuma. Yeye akipita na pikipiki akiwa amegeuka nyuma angalia wakina nani, sisi tunageuka mbele. Kibati tunachipa. Kwa hiyo yani tukifika Jumatatu yani kama amemnoti mmoja na anajua hii company hii ni ya Lela. Kwa kama amemnoti huyo mmoja, Jumatatu wote tunaitwa pale mstarini. Yani yeye anaweza hata akawa sio mwalimu wa zamu, lakini akapanda pale mstarini baada ya morning speech akaja. Fulani bin fulani mkapita pale. Mnasubiria msomewe mashtaka. Mmeonekana mjini weekend. Kwani tulipokuwa mjini umetukuta tunafanya nini teacher? Kwa nini mnaonekana mjini? Sasa tuonekane wapi na sisi tunaishi huu mji? Ila walimu bwana na ile mbinu ya walimu kuchangia wazo la mwalimu mwingine unakuta yani hata kana kwamba kosa sio la kweli utasikia tu na huyu si yule mjeuri huyu nilikutana alikuwa hajanisalimia hajafanya. Ukiangalia inawezekana hata hicho kitu hakijatokea. Hii ni kwa nini hasa walimu wanakuaga wanapeana company hivi yani? Walimu wanapenda yani ile kurisi makesi. Yaani unaweza ukapelekwa staff room kwa kesi tu ya kawaida, ushangaa kesi imekuwa ya staff room nzima, jamaa wote wanakujua, wote wanajua kama wewe ni muovu. Akatokezea sasa mmoja yani yeye haongei, kazi yake ni kukushangaa tu na jicho la kukusuta. Unajua ile jicho la kukusuta. Kwa unasimama pale mbele unajiuliza sasa mimi hapa itakuwaje? Mbona hii ni ngumu sana kwangu. Sasa kuna jamaa yangu mmoja anasema mimi nilikuwa nasoma shule, wajue hizo shule za mtaani. Anasema mimi kila siku nilikuwa kazi yangu ni kuchelewa tu, kwa sababu nilikuwa siwezi kuamka mapema. Kwa hiyo nikifika najifanya kama kiranja napita kwenye mistari na wakagua wenzangu, naambia wenzangu weka niosha vidole na wakagua kucha na hina kama wamepaka nini. Sasa teacher mmoja akaninotice akasema wewe huwa sio kiongozi na wewe unakagua. Wewe hii tabia yako hii sijui utafika wapi na hii tabia. Sema niliogopa nikasema mwalimu amenipalana nini. Sasa ni shule kweli tunaomba, lakini mtusamee tulifanya vituko sana. Hasa mimi nimefanya vituko sana. Sana. Sasa shule ya msingi walimu wangu naombeni mnisamee. Mmoja hadi leo yupo. Nashukuru. Japo baadaye nadhani aliona huyu mtoto huyu atapotea, akanipa uongozi. Sasa nilipopata uongozi ndio kidogo nikawa nimetulia lakini yani ilikuwa noma sana. Na karama za uongozi huwa zinaonekana mapema. Naona sometimes ni walimu tu wanakuwa wanahisi wanasaka huyu tusipompa uongozi huyu atapotea. Kwa ngoja tu tumpe uongozi. Kwa sometimes unaweza ukapewa uongozi yani kama tiba, yani kwamba ukiwa wewe tayari uko masuala kwa wenzio uweze kuruka mipaka, kwa sababu utakuwa unaona haya yani huyu ndio kiongozi na yeye ndo anafanya mambo haya. Kwa hiyo ikawa wengine wanapewa uongozi kwa aina hiyo, na wengine wanapewa uongozi kwa kusema kwamba huyu ana uso wa uongozi. Unaona huyu ni kiongozi, yani ni material ya uongozi. Kwa unaweza ukapewa uongozi kwa style hiyo. Mfano mimi nilipoenda A-level nilipewa uongozi nilipewa uongozi kwa sababu nilionekana yani kwamba katika ile darasa yani mimi ndo
nimekaa yani uongozi. Lakini nilipokuwa huku shule ya sekondari, nilipo uongozi sana ni kwa mtundu. Yani bila uongozi nisingefanikiwa. Usingetoboa. Kwa huku nilipofika nikaa naonekana kama mimi nina sura ya uongozi, kwa nikapewa uongozi. Na kweli nikapita, yani nilipigiwa kura nikapita, nikawa dada mkuu. Kwa baada ya pale sasa mimi nikaa nimepata wadogo wa shule. Sasa ukiwa dada mkuu wadogo wa shule shazi. Sasa kuna hao wadogo zangu wawili wanaonewa. Unajua wale watoto ambao wanapigwa bullying shuleni, aidha wanapigwa na wenzao wanawacheka, wenzao wanawadhalilisha. Yaani alafu ukiwaangalia hivi ni kama wako wadogo. Kwa mimi wote nikawaingiza kwenye uongozi ili niwalinde. Kwa hiyo ni pale wakati mimi napendekeza baraza, mmoja nilimweka timekeeper, nadhani mwingine nilimweka jikoni. Nasema hawa na waomba niwapendekeze wawe viongozi ili tuweze kuwalinda wasiwe wananyanyasika hapa shuleni. Kwa hiyo yani hiyo ndio ilikuwa staili yangu mimi ya kuwalinda. Sasa mimi nilikuwa naondoka, nilikuwa namaliza form 6. Sasa watoto watasurvive kivipi kama mimi sipo? Kwa hiyo ndo nikaa nimeweka. Lakini sasa unaona yani wao wenyewe walikuwa yani wanaona ni kitu cha kawaida. Lakini sasa hivi ni viongozi huko kwenye maofisi yao, ni managers, wananiuliza, ulifikiria nini hadi siku zile ukatupa nafasi ya uongozi? Na mimi hawa sikuona kitu special kwenu. Ila niliona nisipofanya mwe viongozi mtaonewa. Kwa mimi nilikuwa na yani inatengeneza njia ya kuwa protect. Kama bora hata huyu mwingine ambaye alikuwa waziri wa chakula alikuwa kidogo kasonga alikuwa yuko level. Huyu timekeeper alikuwa form 2. Kwa sasa nikaza na ndo alikuwa yani anakamwili kadogo kwa watu wanamsukuma, watu wananingesema huyu akiwa timekeeper watu watamheshimu. Kwa hata kwenye debate ndo akawa mtu wa kutunza muda. Kwa hiyo kidogo ikamsaidia akawa amepata heshima. Akaja maskini saizi naye yuko na nafasi zake nzuri tu. Lakini sasa waliniuliza, yani wewe ulifikiria nini? Naambia mimi sijaona chochote. Kwa sometimes walimu hata wanakuwa hawajaona chochote. Wanaona tu kama protection nini. Umaarufu wa mwanafunzi unatokana na nini? Kwa sababu kuna watu walikuwa maarufu sana huko lakini hivi sasa umepotea. Unajua kuna watu ni shuleni walikuwa maarufu kwa sababu wao ni watundu. Umaarufu wa utundu ndio mwingi zaidi katika shule zetu za serikali kuliko umaarufu wa performance. Kwa sababu kwenye serikali kwanza ukiwa una perform watu wanakuona huyu vipi naye bwana hana vibe, huyu anapenda kusoma sana na wanakatishana tamaa. Unasikia sasa unasomea kijiji enzi zetu ile mara unasoma unaambiwa kusoma utakuwa wewe. Sasa hizi mambo ya elimu yamebadilika sana. Siku hizi kuna heshima yani. Lakini sisi enzi yetu ulikuwa ukisoma sana unaonekana kwamba huyu vipi huyu kusoma utakuwa wewe. Kwa wale wakorofi wale wanaokimbizana na walimu, wanaobishana na walimu, wale ndio walikuwa wanaonekana kwamba wao ndo mastaa wa shule. Yaani watovu wa adabu. Sisi tulikuwa tuna vijana fulani hivi walikuwa tunasoma nao sekondari au vijana shule nzima ilikuwa inawajua kwamba hawa kazi yao. Yaani wakifika shuleni hawaingii darasani. Wao wanatembea madarasa yote. Utembee form 1 yote uimalize, form 1A mpaka D, utembee form 2A mpaka D, umalize utembee form 3 science, business, utembee form 3 arts, alafu uende ukatembee form 4. Yaani wao kazi yao ni kupita kwenye corridor. Dakao kote shule ya ghorofa. Safi. Wamevaa na suruali zao wamezinyosha. Ila kichwani huwa hawachani nywele. Alafu wamechukua na cheni wananing'iniza hapa pembeni kwenye hiyo suruali. Wako smart, ukiwaona utasema vijana ndio hawa. Kazi yao ni kutembea tu kwenye corridor. Kichwani. Alafu walikuwa na tabia moja ya kwenda msalani. Yaani kila ukienda msalani lazima unawakuta. Yaani sijui walikuwa wanapenda pale ile harufu ya ule msala. Sasa kuna mmoja alikuja baadaye akawa rafiki yangu wa karibu sana. Nikamuuliza, "Kwa nini mlikuwa mnatembea? Sasa hivi kila tukikaa hivi hatuelewi." Akili inatutuma tutembee tu. Sasa wakikimbizwa na mwalimu waingie darasani, wanakimbizana na mwalimu mistuni. Yaani kuna mwalimu special. Wanamuogopa, wanajua huyu mwalimu akikuletea noma. Utajuta. Akaniambia, yani tulikuwa tunafanya makosa makusudi ili tupewe kazi za kufanya nje. Yani tusikae darasani, tubaki nje. Na walianza mchezo huo form gani? Walianza mchezo huo form 4 na form 3 na form 4. Yani hawajaanza mchezo huo walipokuwa form 1 wala form 2.
Walipoanza tu kubale ndo wakaanza huo mchezo. Yani wao kazi yao ni wanatembea tu. Yani kila hata ukisema unapiga jicho sasa hivi hapa mwalimu anafundisha upiga jicho nje, jamaa wako nje wanapiga patrol. Sasa wanapita wanaenda chooni wanarudi. Sasa unajiuliza hawa wamekuja kufanya nini? Mbona ni wasafi si kama ni watu ambao hawajajipanga huko kwao. Alafu kitu kingine ambacho walikuwa wanashangaza wao wanaforce kufanya makosa ili wapewe adhabu. Yani mimi ndio nikasema hawa ndio wanaweza akawa kweli wana shida za afya ya akili. Kwa sababu gani? Yani wewe unafanya kosa makusudi ili upewe kusogeza kifusi. Kulikuwa kuna mwalimu wetu mmoja hivi, mtu wa Kilimanjaro, alikuwa yeye anapenda yani kutoa adhabu za kifusi. Yani ukitaka yani upate adhabu ya kifusi ya akukute kwenye kipengele. Akikukuta kwenye kipengele utasogeza tu kifusi. Kwa hiyo jamaa wao kazi yao ilikuwa yani ukifika sasa pale, so wamepewa adhabu yao ya kusogeza kifusi. Wanavua mashati yao meupe wanaweka pembeni, wanasogeza kifusi sasa na vesti tu. Ukifika pale wapo wengi. Unauliza, "Nyie hawa wote wamefanya kosa au ni wanapiga story?" Kifusi cha siku 3 kinaweza kasogezwa wiki, mwezi. Kuna kile kipindi kile ambazo shule zinafanya michezo. Kipindi chao pendwa. Walikuwa wanacheza basketball. Yani ni kipindi chao pendwa, hawapendi kitu kingine isipokuwa extracurricular. Yani wao wanapenda mambo ya ziada. Madarasa hawapendi. Lakini Mungu amewasaidia. Nilishangaa kuna wengine ngakutana nao wamesoma sheria nini. Sasa mbona kule mkoa mnajitoa akili, kumbe usiku huo mwasoma. Si usiku huo tunajisomea, msituchukulie poa. Sasa na kuna hili swala la usafi. Unamkuta mtu ni msafi sana, yani kiasi kwamba ukimwangalia tu mwenyewe unasema lakini kidogo kichwani inakuwa hayupo vizuri. Swala la usafi na kichwani ni mambo ambayo yalikuwa hayaendani. Yani hawa tunasemaje, hawa teenager wa kipindi chetu sisi, wakati sisi hapa tunakuwa hiyo miaka ya 2000 na hiyo, wakati sisi tunasoma, yani wao walikuwa wanaona ni swaga kwa kuzi nywele na brush. Yani nywele zako ziwe kama zinataka kuwa rafu dread hivi. Ile ilikuwa ni fashion. Ilikuwa si uchafu. Ilikuwa ni style yao, na kuweka hivyo vijikamba vya hapa kwenye mguu, anafaa kama kijicheni hapa kwenye suruali. Ile ilikuwa kama fashion. Alafu akitembea wanatembea kama vile wanavaa makofia yao kama wa Marekani, wengine walikuwa wanafanya nini hivyo. Kwa ile ilikuwa ndio swaga ya kipindi kile. Na kipindi hiki hawa watu wa science ambao walikuwa wanaonekana wanachukua masomo ya science kama ni watu ambao walikuwa hawapewi kipaumbele katika swala la usafi. Ukimwona tu unajua huyu anachukua science, huyu anachukua watu rafu wote. Yani kwamba science ilikuwa inaendana na mambo ya uchafu, ama science ilikuwa inawafanya wawe katika hali ile. Yani mimi nadhani walikuwa wanafanya vile labda kututisha sisi watu wengine tulikuwa tunafanya arts, yani tujione kabla twende shule. Kwa sababu sasa mimi sioni hata kama kulikuwa kuna uhusiano na uchafu. Ila yani tu wengi sana wanakuaga rafu. Wanafunzi wengi kipindi hicho wakati sisi tunasoma, sijui kipindi hiki. Lakini watu wengi sana kipindi hicho, watu wa geography, watu wanaosoma geography, watu wanaosoma science, yani wao hawana muda wa kujiweka sop. Yani sisi watu wa sanaa tulikuwa tunapenda vitu sop, watu wa business hivyo. Lakini wao walikuwa kwanza hawaishi maisha ya kawaida. Wanakula labu, wanajisomea labu. Siku za mitihani wanajiandalia labu. Kama wanafanya sijui discussion wanafanyia laboratory. Yani wao maisha yao ni laboratory. Wanatoka laboratory wakienda bweni labda kuoga au yani hata ile asubuhi kama hakuna kipindi darasa liko idle. Unajua kuna yale masomo, kuna mwalimu anaingia kuna sawa mwalimu anaingia masomo ambayo wewe hujayachagua. Kwa hivyo kile kipindi kile cha kubadilishana masomo, jamaa wanaenda zao labu. Yani labu ndo kama lounge kwao, kwenda kupumzika, kwenda kupass time. Yani walikuwa watu fulani hivi wanajifanya wako serious sana ili waheshimike, ili waogopeke. Yani nadhani yani walikuwa wametengeneza kama mazingira vitu waogope na kuheshimu. Kwa sababu kweli tulikuwa tunaogopa na kuheshimu. Walikuwa wakija kama tuna stories zetu za kijinga hatupigi, unaona Lakini pia madarasa yao yalikuwa naongoza kwa kuwa na nidhamu. Kwamba huwezi kukuta noise maker darasa la science. Sasa na hawa ambao walikuwa watuma wenzao kwa kuwapa pesa ndogo au kanifulie au kafanye nini, ule ubabe ulikutana nao katika enzi zako?
Sisi wakati tunaingia form 1 wote tulikuwa wadogo, alafu sijui, lakini ni mimi na mwenzangu tulikuwa wafupi sana wakati yaani mpaka sasa hivi unajishangaa hivi mimi urefu nipoto wapi? Tulikuwa wafupi. Alafu sisi tulienda kama second selection. Unakumbuka kulikuwa na second selection. Kwa tulienda, yani wenzetu wamesha songa, yani tumeenda kama match hivi. So tulipofika mimi kuna huyo mmoja huyo ambaye ndo nakwambia baadaye alikuja kuwa rafiki yangu. Mimi nikiwa form 2 wao walikuwa wanamaliza form 4. Alikuja kuwa rafiki yangu anaitwa Omari. Omari alinipa hela nikamnunulie sigara. Lakini ile hela ilikuwa haitoshi. Yaani alinipa kipindi kile, yani naweza nikailinganisha na kama shilingi 20. Alafu sigara nadhani ilikuwa shilingi 50 hivi. Aliniambia niende nikamchukulie sigara. Alafu huyu mwenzangu akapewa shilingi 10, akaambiwa aende akamchukulie ndizi. Hakuna ndizi ya shilingi 10. Kwa tukatumwa bwana. Sasa sisi hatuna hela. Kwa sababu shule ilipo na nyumbani ilikuwa ni mwendo tu wa kutembea. Hakuna mtu yote atakayetupa hela. Alafu kipindi hicho mama alikuwa anasafiri sana. Kwa hiyo tuko na mzee tu. Mzee yeye ni haamini kuhusu hela ya shule. Kwa sababu anaamka mwenyewe asubuhi anatupikia, anafungasha vikontena, haya anaendelea nafu shule. Saa ya kula mchana mtakula nini. Kwa hiyo mimi nilipopewa assignment ya kwenda kununua sigara na yule mwenzangu akapewa assignment ya kwenda kununua ndizi, tulilia. Tulilia. Kuna mmoja anaitwa Majidi akatukuta tunalia. Sasa Majidi yeye alikuwa anatisha kwa sababu macho yake yalikuwa mekundu sana Kwa sasa tulikuwa wadogo, alafu wakubwa wana ndevu, wana masauti mazito. Kwa Majidi akanatuliza, "Mnalia nini?" Yule mwenzangu yeye alipaparika mpaka maskini akaanguka Kwa hiyo sasa wakati tunarudi sasa tunawahadisia, maana ilibidi tuende dukani sasa. Tutumie hela yetu tununue sigara na hizo ndizi tulete. Tunauliza wenzetu, vivulana vya form 1 vingi sana vikatuambia, yani sisi bora nyinyi. Sisi tunatumwaga vitu vya maana kabisa. Mtu anakutuma na kwambia nenda kaniletee chakula, niletee chipsi kuku. Anakupa 100. Ukamchukulie chipsi kuku. Kwa hiyo yani mimi nadhani hivi vitu vya ubabe vilikuwepo, nadhani yani sijui katika kile kipindi chetu. Nadhani ilikuwa labda mikoa yote yani. Sababu nadhani hata wewe umeya experience hayo. Sawa. Msikilizaji wa 94.5 Radio Nuru FM, kipindi hewani ni Mseto na tupo tunaangalia mambo ya kielimu zaidi, lakini tunabadilika. Kwa hiyo wewe endelea kutufuatilia vyema kabisa ili uweze kuyafahamu. Madam, kwenye swala la chuo ama shule, huathiri maisha ya mtaani? Usomi wa shule ama chuo unaathiri maisha ya mtaani? Nasema hivyo kwa sababu kuna mtu tulikuwa tunamwona yupo smart sana alipokuwa anasoma, lakini anaporudi mtaani unamuona mtu amekongoroka vibaya mno, au utamuona kwamba sio yule tena ambaye alikuwa labda anajitunza, anajifuatiliza vizuri. Unamkuta mtu fulani ambaye si tena yule ambaye alikuwa wa chuo. Hii inatokana na nini hasa? Ni elimu ile kule ni tofauti sana na elimu ya mtaani, ama maisha yale kule hayatufundishi elimu ya mtaani ambayo tunakuja kuishi maisha halisi? Wajua sisi tulibahatika, tunashukuru Mungu, na nadhani sasa hivi bahati hiyo tena imerudi. Sisi wakati tunasoma wengi sana tulipata assistance ya serikali. Wengi sana, mpaka ilikuwa halafu pia pesa ambayo tulikuwa tunapata ilikuwa ni pesa fulani hivi. Tulikuwa tunaona kama hii pesa mbona kama ngekewa, hii pesa mbona kama nyingi sana kwetu. Kwa kipindi kile watu wengi sana walikuwa wanajishughulikia, walikuwa wanajihangaikia kuhakikisha kwamba wananyooka, wanakuwa vizuri. Sasa unaona ushapewa ile pesa, wewe kazi yako ni kula, kujisimamia na kujiweka sawa. Ukirudi nyumbani maisha ya street ni tofauti na maisha ya chuoni. Hakuna mtu ambaye anaweza kukupa 300 ukae nayo miezi 3, yani unalipwa bila kufanya kazi. Kwa sababu si wenyewe tulikuwa tunasema hivyo, twenda kupokea mshahara wetu wa kusoma. Twenda kupokea malipo yetu ya kusoma. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakulipa wewe bila kufanya kazi. Na sasa utakapoingia mtaani, unajua pale wakati unapewa zile hela una fikra za kitoto kwamba mimi nataka tu nitumie hizi hela, nataka kuenjoy nini. Sasa ukirudi mtaani bills zinakuja yani. Bills zinakuja kiasi kwamba unaangalia ile hela ambayo unaipata mtaani, mfano kwenye kazi, mpaka imalize matatizo yako ya nyumbani au labda ya hapo unapoishi, familia yako.
ile hela haitoshi. Mathalan, sisi wakati sisi tunakuwa tulipata bahati, naweza kusema hivyo kwa sababu nadhani siku hizi imekuwa kitu kigumu. Tulipata bahati kwamba mama yetu alikuwa anasafiri sana kwa sababu kwa mfanya biashara. Anasafiri kutoka nchi hii kwenda nchi nyingine, anachukua mambo ya nguo hizi za wanawake. Ndio. Kwa most of the time tulikuwa tunaachwa na mzee. Mzee akiamka asubuhi alikuwa anatupikia, yani baba alikuwa akipika, hakuna mtu yote ambaye anabakiza. Na alikuwa kwa sababu watu wote wanajua kama baba anapika, hakuna mtu yote ambaye alikuwa anaondoka bila kunywa chai. Kwa sababu kila mtu alikuwa anajua baba anapika chai quality. Unaona? Sasa tulikuwa tunajiuliza mimi na sister kwamba mbona mzee anapika chakula bora kuliko anachopika mama? Ina maana yani mama sasa yeye kwa nini anashindwa kutupikia chakula kizuri kama cha mzee? Kwa hiyo tulikuwa tunatamani yani mama awe anasafiri ili baba awe anatupikia sisi mara kwa mara. Sasa mdogo wetu wa kike akawa sasa wakati yeye nadhani anaanza kukua mama zile safari kidogo zilikuwa zimepungua. Sasa mama alikuwa na mtoto wetu mdogo wetu mwingine wa kiume ndo kama kazaliwa. Ndio. Kwa hiyo ikawa yani imefika kipindi mama akawa amependa sijui kutokana na ule ujauzito na mambo ya kujifungua, sio alikuwa ameipenda kabichi, alikuwa anipika kabichi sana. Hadi tukaanza yani unajua ile chakula kimekifu yani mara kabichi inapikwa ya nazi, mara siku impikwa na nyama, mara siku impikwa na utumbo. Sasa kwani hakuna mboga nyingine isipokuwa kabichi tu? Sasa huyo mdogo wetu wa kike alikuwa ameichukia kabichi kiasi kwamba kabichi ikiwekwa yani imewekwa labda wali na kabichi au ugali pamoja kabichi, anaiangalia ile kabichi alafu anamwambia dada yetu mkubwa, yani mimi nikikua wanangu akiniambia niwapikie kabichi nitaambia mimi sijui. Yani ndio yani ni mambo hayo. Sasa unaona yani kitu sasa kimekuwa unakizoea kiasi kwamba mpaka unaona una kifu. Sasa unaona maisha ya chuo sasa. Unakula vizuri, unaishi vizuri. Ukifika mtaani bills sasa zinakukamata. Sasa huyu alikuwa anasema kwamba akiulizwa na wanae apike kabichi atasema hajui maana imemkifu. Sasa hizi sasa ndo anakula makabichi. Sasa mimi ndo namuuliza, ndugu yangu, wewe ulikuwa unasema kwamba wewe kabichi watoto wako wakikwambia upike kabichi utasema hujui. Mbona toka tumekuja hapa tunakula kabichi tu sasa nilikuwa namchukulia poa mama siku zile, lakini sasa hizi mimi nishajifunza haya maisha yalivyo. Kabichi siwezi kuepukana nayo. Lazima tu kabichi nitaila. Nitabadilisha tu aina ya kabichi. Leo nitakula hii, kesho nitakula Chinese. Kabichi kesho kutwa nitakula kabichi ya rangi fulani. Lakini kabichi ni kitu ambacho siwezi kukwepa. Kwa hiyo ni sometimes mtu unaweza kusema bana haya maisha gani sijui nini, ukao unawadharau watu pale nyumbani wanavyopika. Ukao unasema nyumba gani hii wanakula dagaa tu, mimi naenda zangu kula viazi barabarani. Itafika siku na wewe utakuwa na mji wako. Utaelewa kwa nini nyumbani watu walikuwa wanapika mafuta wanaweka kiasi. Hawataki kuweka mafuta mengi. Mimi na huyo rafiki yangu tulikuwa tuna tabia nyumbani wakipika tulikuwa tunasindikizana yani. Yeye anakuja kunitembelea kwetu na mimi naenda kumtembelea kwao. Kwa yeye akiwa anaondoka anaaga, mama fulani mimi naondoka, fulani ananisindikiza, namsindikiza. Akifika kwao haingii ndani, ananisindikiza na mimi. Tunasindikizana hadi sehemu ya mgahawa wa viazi umeshaivisha, tunaenda kula viazi ili tukirudi nyumbani hatuli, kwa sababu tulikuwa hatupendi ugali upikwe usiku. Sasa hivi tunakula ugali wenyewe. Tena tunakula dona. Hata siku mimi nikamuuliza, unakumbuka tulikuwa hatupendi ugali? Sisi saa ugali ikifika tunaenda kununua viazi. Ananiambia ndio, lakini siku hizi maisha yametuchapa. Sisi wenyewe ndo tunaenda kutafuta ugali tupike. Tena tukitengeneza ugali tunatengeneza ugali, tunachanganya haba na unga wa muhogo, tunasema ili uwe mwingi tunatengeneza. Kwa hiyo ndio hivyo. Wakati watu wanaishi maisha ya chuo wanachukulia kawaida, wanachukua kawaida, mtu anaweza kajiweka sop. Akiingia sasa mtaani, kwa sababu nataka nikwambie kuna akili ya shule na kuna akili ya mtaa. Unaweza ukawa umekuja mtaani na akili ya shule ukashindwa kusurvive. Lakini ukawa wewe umetoka chuo na ukawa una akili ya mtaa, rahisi sana kutoka. Kwa sababu utakuta wenzako wamewekeza miaka 10 mtaani. Wewe miaka 10 ulikuwa shule, hujapoteza, umepata exposure na umetoa ujinga. Lakini wenzako wana akili ya pale mtaani. Sasa wewe ukitaka wepesi uungane na wenzio ambao walikuwa hapo mtaani, uungane nao ufanye kazi. Na sasa wewe ukiwa selfish, unapenda ubinafsi. Sasa wewe utajiona wewe kwa sababu una degree,
unataka ufanye nini? Ufanye vitu kivyako vyako. Jamaa sisi wajua jamaa wana tabia moja. Wanaweza kukuona unapotea lakini kwa sababu wewe mjuaji wanakuacha. Wanakuacha watu upotee, alafu kijisikia utarudi. Kwa sababu umeonyesha dalili za ujuaji. Lakini ukao umerudi ukawaambia jamaa, bwana mimi nataka kufanya kitu fulani. Nyie kama ambao mpo kwenye hii game, nishaurini niendeje, nipite wapi mimi? Jamaa watakushauri kwa sababu umehitaji ushauri. Lakini kama uhitaji ushauri unajifanya wewe msomi, sawa. Juzi tulikuwa kwenye mahafali. Ndio. Tukauliza wanachuo. Wewe kutokana na hii course uloisoma umefanya degree hii course, una expect mshahara wa bei gani? Jamaa wanasema mishahara mikuu milioni 4 hivi, milioni 3, yani kwa hii position, kwa hii elimu uloisoma, yani position ambayo mimi naweza nikakaa labda manager, labda msimamizi au supervisor. Basi mimi na jamaa yangu tulikuwa tumeenda kuwafanyia kama unajua hizo training za kuandaa kurudi mtaani. Tukamwambia basi hamna neno, nyie mkikaa kama miezi 3 mtatucheki. Kwani litimie? Sasa kama kuna kazi yoyote huko sister niangalizie. Ngambia mimi sina bwana, kazi ya milioni 3 sina. Hamna yoyote tu mradi mimi nitoke nyumbani. Ngambia wewe jitolee. Tafuta sehemu ujitolee kwa sababu huyu bado maisha hajajifunza. Nikimpeleka sehemu huyu mimi nitadhalilika. Watu wataniita na wewe umetuletea mtu gani hapa? Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani watu especially watu waliosoma wanakuwa na matarajio makubwa sana kuhusu maisha. Lakini vitu kwenye ground tofauti. Elimu ina tabia ya kuweka kiburi ama kiburi kinatokana na mtu mwenyewe? Amna, yani unajua elimu inaweza ikakufanya ukatoa ujinga au ukapata ujinga. Inategemea na maisha, na yani tuseme wewe mwenyewe. Kuna watu kwa kusoma kwao wakawa wastaarabu wakastaarabika, kuna watu kwa kusoma kwao wakagandamiza wenzao. Kwa hiyo inategemea tu na hulka ya mtu. Sasa kwa sababu wakati mwingine hili swala la uchaguzi wa kazi ama uchaguzi ama mapendekezo ya mshahara ni mambo ambayo yanajitokeza sana, hususan kwa wanafunzi wa kizazi hiki ama wahitimu wa kizazi hiki. Hili linaletwa na ile kukaa darasani kusota sana, ama ni kutokujua maisha ya mbeleni, hususan kitaa? Wengi hawajui kuhusu maisha mtaani. Wengi wanaassume, wanaita delusionals. Wana delusions. Kwamba labda hivi. Wamejenga nyumba ya ghorofa katika fikra. Ushaona? Sasa mtu unakuona uko delulu ukiasi kwamba unaamini kwamba kuna kazi iko mahali na kusubiri. Au kwa sababu umemaliza basi utapewa fursa. Kumbuka kuna jamaa wameenda kusoma kozi kwa sababu mjomba wake akamwambia soma hiyo kozi ukimaliza nitakuweka mahali. Jamaa umemaliza kusoma, jamaa naye kakata kamba, kakata kula ugali. Kwa hiyo unakuwa umesoma kozi ya mjomba na mjomba mwenyewe ndio huyo. Ndio ameondoka. Kwa hiyo sasa hiyo inakuwa tena ni mtihani kwako, unakuwa kama una mvurugiko wa fikra kwamba nifanye nini. Kwa hiyo sasa kuliko kuanza kujipanga, mtu ndio tena hivyo sasa anapandisha mabega juu, mimi siwezi kufanya kazi ya marketing. Yaani mimi mtu na degree nzima nikatafute wateja mtaani, nikafanye promotion kuhusu bidhaa. Sasa yeye hajui. Hakuna kazi nyepesi na yenye nafuu duniani kama ya marketing. Na utapata marafiki wengi sana kwenye marketing. Kwa sababu unajua uenda kumconvince mtu aende kununua kitu, pale ushatengeneza urafiki na uaminifu. Sasa wewe mfano uko umemaliza katika ile kampuni pale kwa mtu wa marketing, ukaanzisha kazi yako wewe mwenyewe. Rahisi sana watu kuja kwako kwa sababu kila mtu anakuamini, kila mtu anakujua. Huyu Atibu kijana wetu bwana tulikuwa naye. Yeye ndo alikuwa anatusaidia kutusupplyia mabomba yote. Huyu jamaa ndo alikuwa anatusaidia kusupply. Sasa hivi biashara yake mwenyewe tumsupport. Watu wengi sana walioanzia kwenye marketing wamejitegemea haraka sana kwa sababu unajua katika biashara capital sio hela tu. Capital pia ni watu. Sasa ukiwa na uwezo wa kuwabananisha watu mpaka watu wakakuelewa bidhaa unayoiuza na ukaweza kumfanya mtu akatoa hela kununua bidhaa unayoiuza, ina maana unapawa juu yake. Na kama unapawa juu yake maana yake unaweza kumconvince anyhow kwamba usinunue bati hili, nunua bati kwangu. Mimi nitakuletea bei ile ambayo jamaa wako amenituma. Sasa wengi hawataki kuanza chini. Watu wanataka wapewe department ile, nataka department ya masoko mimi ndo niisimamie.
lakini huwezi kuwa na experience kubwa kama hujaanza ndogo. Lazima uanze chini kwanza, uwajue wateja wako ambao unaenda kuwasimamia katika hiyo department ni watu wa aina gani. Kuna umuhimu gani wa kueleza wateja wako juu ya uhalisia wa kile unachokiuza? Kwa sababu tumeshuhudia kwamba wakati mwingine wanawaambia wateja uongo katika bidhaa wanazoziuza. Watu wa promotion wamekuwa wasaliti kiasi kwenye mambo ya consumer protection. Hawana protection ya wanunuaji. Wengi wamekosa maadili. Wanaweza kukwambia hii product inaweza kusaidia ndani ya siku 5, ushangaa kufanya siku 5 na bado product iko pale pale. Mwingine anaweza kukuuzia hata saa, akwambia saa ukivaa haichubuki, ushangaa hiyo saa umetoka kuoga tu, ukirudi saa imechubuka. Sasa hii saa mbona nilikuwa hata sijaenda nayo kuoga, nimeivua hapa niende nikaoge, nirudi niivae niende kazini, saa yote imekuwa nyeusi. Sasa hapa kulikuwa kuna haja gani ya hii saa kubadilika rangi? Kama ilikuwa saa ya kubadilika rangi, jamaa angeniambia hii saa bwana ukivaa juani inayeyuka. Kwa hapa nyumbani bado tuna shida za kutokuwa na adabu, yani kukosa maadili, kwa sababu hata online watu wengi sana wanalia na watu wafanya biashara wa mtandaoni kwamba unaweza ukaagiza kitu ukaletewa kitu ambacho wewe hukutaka. Au unaweza mtu akawa ameposti bidhaa, anaiuza bidhaa, ushamlipa hela, anakuambia bidhaa uloiona haipo, naomba nikupe mbadala wake. Unakuja kugundua kumbe huyu jamaa hana duka. Kaiposti, mimi nimeipenda, kaenda kuulizia dukani haipo, ndo anakuja kunijibu mimi haipo. Sasa mimi nimependa hii. Kwa sababu ushanipa hela, mimi sirudishi hela, kwa chagua bidhaa nyingine. Sina nyingine ya kuchagua, mimi nilichaka ile. Sasa ndo unajikuta mwisho wa siku unagombana na watu. Kwa hapa kwetu mambo ya kumlinda mnunuzi, mnunuaji na huyu mtumiaji wa mwisho bado tuko nyuma sana. Lakini mimi nawahusia watu, biashara ni vitu viwili. Wape watu wanachotaka na waaminishe watu wote utawasaidia. Ni vitu viwili tu katika biashara. Kuwapa watu wanachotaka na kuaminisha watu kwamba shida yao utaitatua. Na wengi katika hizi karne hizi zama zetu hizi, wengi shida yetu wala sio kama hata tunataka sio kushiba au tunataka nini. Wengi sasa hivi tuna shida za kiasili, yani zile za emotions. Tunataka kujisikia. Yani tukinunua kitu kwako tunataka, kama ni kitu cha furaha tunataka kitupe furaha, kama ni kitu cha utulivu kitupe utulivu, kama ni kitu cha kutungarisha tunataka tukivaa tupendeze. Kwa hiyo maintain hapo. Ushamjua huyu mwili wake ulivyo, hii nguo ya kubana sana haitompendeza. Mshauri mwambie bwana wewe sawa, hapo umekuja kununua hii nguo, lakini mimi naona hii itakupendeza zaidi kuliko hii. Kama uamini, vaa alafu jiangalia hapa kwenye kioo. Huyu mtu ananipa ninachotaka. Huyu mtu mimi ananijulia. Kwa ile pale ni plus kwa mteja wako. Amekuja anataka kupaka kirimu fulani, lakini wewe waijua ile kirimu baada ya kutokupaka labda baada ya wiki moja itamletea chunusi. Kwa wewe unamwambia kabisa, bana hii kirimu wewe unaitaka ni nzuri, mashallah itakupendeza, lakini usipoipaka ndani ya wiki moja itakuletea chunusi. Je, nikupe ambao haitokuletea chunusi hata kama ukiacha? Yaani huyu anatujali sana sisi wateja, unaona? Kwa hiyo unajiongezea wewe maxi kwa mambo kama hayo. Lakini pia baada ya hii huduma yako unaoitoa, unatoa huduma nyingine gani? Je, watu wakija pale wakiwa wamevurugika, je, unaweza ukawatibu wakatoka pale wamerelax? Nini nimevurugwa sana, hebu ngoja niende dukani kwa ati kwanza nikafurahi kidogo. Watu wengi wanatafuta hivyo yani sasa hivi. Sasa, na kuna umuhimu gani hususan wa ile biashara ambayo unayoiweka kuwa na weledi mkubwa katika kuijua kiundani? Kwa sababu ndio hiyo kwamba inawezekana madam leo huyu umeanzisha duka la vipodozi, wewe vipodozi unavijua, lakini unakuja kumweka khatibu ambaye vipodozi havijui. Kuna umuhimu gani wa kumweka mtu ambaye ama kufungua biashara ambao unaijua hasa? Ile asifanye makosa, kwa sababu kama ukimweka mtu ambaye hajui au hana weledi wa kwenye jambo kama hilo, ana uwezo wa kufanya makosa. Unaona, ana uwezo wa kufanya makosa, ana uwezo wa kutengeneza majanga katika labda ngozi za watu. Anaweza akawa amemshauri mtu kipodozi ambacho sio sahihi kwa uso wake, kwa ngozi yake. Wengine wanakuwa na ngozi za mafuta, wengine wana ngozi kavu. Sasa yeye akawa amempa huyu
huyu mwenye kavu amempa ya mafuta, ya mwenye mafuta amempa ngozi kavu. Kwa hiyo mwisho wa siku kwa kama kuna mvurugano au unakuwa kama na mpishano, misunderstanding. Sasa unaona hiyo wewe itakuulia brand. Kwa sababu ubaya wa wateja ni huwa wanaambiana. Yaani zile experience zao na wewe huwa wanaambiana. Na kama wewe pia unakuwa huna maneno mazuri kwa wateja, pia wanashtuana kwamba dada fulani usitegemee fulani atakubembeleza. Yaani fulani huwa bembelezi mteja. Mteja kwake sio mfalme. Mteja kwake fala tu. Mwenyewe anasema hivyo. Sasa unaona, yani wewe unatakiwa uwe very careful unapodili na watu. Hasa nakwambia katika karne hizi, kwa sababu karne hizi mtu anaweza kaa na kuja kwako anataka bidhaa ukao hujamsaidia. Akalia yani pale hadharani. Watu wengi sana wanaumbwa na shida za afya ya akili. Kwa hiyo unaweza ukao umemwambia bwana hii lotion inauzwa 20,000. Bila 20,000 siwezi kukupa. Jamaa akalia yani ili umpunguzie bei. Sasa unaona hiyo ni extreme measure sana kwa mtu kutoka lotion. Yaani wewe umekosa lotion tu unalia. Si kama baba tumekuambia uwezi kuingia Firdaus. Kwa nini unalia kwa kukosa lotion? Unaona kama hii ni reaction kubwa sana kwa kitu kidogo. Kwa sasa ndio hivyo nikakwambia watu wengi sasa hivi wanahangaika na hisia. Kwa hiyo wanataka kitu ambacho kitasaidia wao kufika raha kwenye hisia zao. Yaani kufikia katika peak ya hisia zao. Mtu anasikia happiness, anataka peak ya happiness. Mtu anasikia huzuni, anataka peak ya kuwa na huzuni. Kwa amekuja pale na huzuni, umpigie stories za kumtia huzuni zaidi. Alafu kimaliza pale umfanye a cool off, unamtia labda za kumtia furaha. Mwingine anaweza akakwambia mimi bwana nina wiki sijacheka. Nimekuja hapa mimi nataka kucheka tu. Watu wanalipa vingilio, wanatoa mpaka VIP pesa akaya cheki. Kwa watu wengi walioko katika zama hizi ni watu ambao wana njaa za kihisia. Njaa zao ni za kihisia. Sasa wewe unatakiwa uwe makini kujua kwamba huyu njaa yake nitaitibu nini. Ni njaa ya kihisia, anataka utulivu, anataka companionship, rafiki, anataka mtu wa kumsikia. Kwa sababu kuna watu wanatulipa, mathalan hata mimi kuna watu wananilipa niwasikilize. Na kupigia simu lela wana hawa nataka unisikilize tu. Sitaki ufanye kitu chochote. Nataka unisikilize tu. Kwa nakulipa lisali moja, namsikiliza. Unataka kuniona, unataka tufanye bila kuniona. Anataka nifanye na wewe bila kukuona. Na kusikiliza tu. Afu kuna mwingine anakulipa na kwambia lela nakupigia simu unisikilize alafu nishauri. Nimekuwa na siku kadha nimefanya kazi kadha. Katika hii kazi unaonaje? Unatabiri nini kuhusu hii kazi? Hii kazi natabiri labda inaweza ikawa hivi, inaweza ikawa hivi. Hebu nisaidie kuelewa haya mazingira. Unaweza kuyafafanua haya mazingira? Unamfafanulia mazingira. Je, una plan B haya mazingira yangu ya hii kazi? Ikiwa labda nimefanya hii kazi na nikawa nimekosa, una mpango mwingine tofauti na huu? Huu unamtajia naziandika. Kwanza nakulipa naondoka zake. Mwingine anakupigia simu kwambia naomba uniandikie message ya kuomba msamaha. Unamwandikia message ya naomba msamaha. Kwa hiyo mwingine anakuambia mimi bwana nimechoka hii rangi, nataka kung'aa. Nitafutie kipodozi ning'ae. Mtu anakufuata dukani kwako unauza vipodozi anakuambia nataka kuwa mweupe. Kwa watu wengi sasa hivi kiu zao ni hisia. Ni kiu za kihisia. Uwezi kumkuta mtu hata siku moja anakuambia mimi nataka sijui unisaidie niweze kumaliza sijui kumaliza hii soda siwezi kula, nisaidie niweze kumaliza chakula. Watu wengi sasa hivi wanahangaika, wanataka kuzuia kutokula. Anataka wazuie wasi. Bwana mimi napambana na weight sana. Una njia madhubuti ya kunisaidia mimi weight niweze kuicontrol? Kwa watu wengi sana wana sentimental needs. Wanasema sentimental needs. Yaani mahitaji ya kihisia zaidi walionayo. Kuna mtu mwingine anakuambia mimi nataka niende nikanywe chai, lakini nataka mtu tu akunisindikiza, yani nikiwa nakunywa ile chai mtu pale awepo, nikae naye tu. Watu wazima wengi ndio wanakuaga hivyo kwamba mimi nataka niende sehemu kula, lakini sitaki kukaa peke yangu nile. Kuna watu sijui kama hapa nyumbani ipo, lakini kuna watu wapo nchi nyingine ya Afrika, iko kusini mwa Afrika. Anakulipa ili usafiri naye. Yaani umpe company tu anavyosafiri.
sitaki kusafiri peke yangu, huu mji unaweza ukawa hauna usalama wa kutosha. Kwa mimi nakulipa usafiri na mimi. Madam umeenda mbali zaidi kwenye swala la usalama. Kuna mtu leo hii hawezi kushuka mjengoni kwenda labda barabara ya 11 ama ya 7 pale peke yake pasi na company. Hili nalo ni tatizo. Nadhani yani kuna watu tu wanahitaji, yani unaona haya ni mahitaji ya kihisia. Sasa labda alikosa au labda hana mtu ambaye anamwamini. Watu wote wamemsaliti watu waliowategemea, au kuna mtu alimtegemea akamdisappoint. Kwa hana mtu wa kumsikiza, hana mtu wa kuwa naye karibu. Kuna watu hawana marafiki. Wanatafuta company. Wakisafiri wakaenda mji fulani wanaandika, jamani niko kwenye mji hapa, nani yuko around tuonane. Ni normal sasa hivi, imekuwa kawaida. Lakini ni matatizo nayo ya kisaikolojia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama umeshindwa kuestablish friendship, ina maana una shida zaidi. Lakini sasa sio za kiakili. Una shida za communication. Kwa sababu labda humwambii mtu unachotaka, wala hutaki kuambiwa mtu anachotaka, au huna muda wa kufanya socialization. Muda wote wewe ni kazi, nyumbani kazi hivyo. Yani wewe cycle yako ni hivyo, gym nyumbani, kazini gym nyumbani hivyo. Kwa hiyo huna maisha mengine nje na jamii. Kwa mwisho wa siku unakuja unafikia hatua mbona sina rafiki? Hivi imekuwaje nimeishi bila rafiki mwaka mzima? Au mwingine hana loyalty, hawezi kutulia na rafiki mmoja. Kwa hiyo inafika hatua yuko na rafiki huyu anambwaga, anakuwa na rafiki mwingine anambwaga. Kwa hiyo kasafiri kaenda mahali, sina rafiki wa kwenda naye. Kwa akifika pale anaandika, jamani mtu yote ambaye yuko sehemu fulani tuonane basi. Mimi niko hoteli fulani. Tuonane basi, tutoke hata tupige sherehe. Unaona? Tutoke basi hata tukanywe chai. Tutoke basi hata tukale sijui nini. Mnipeleke best restaurant ya hapa. Mtu anaandika kwenye mitandao mingi sana, naona katika hii mitandao ya kijamii. Ushafahamu? Sasa ni mambo yanaingia zaidi kwenye shida za mawasiliano, hasa ya kijamii, social communication. Watu wengi wanakuwa hawana hizo. Inatibika? Amna, watu wengine wanachagua kuishi hivyo kutokana labda na maisha yake. Kuna watu wengine wanakuwa na mali nyingi sana, kwa hiyo wanaona kwamba kuwa na watu wanaowatambua wanaweza wakawatumia. Kwa hiyo anakuwa na stranger anaweza akawa labda anamuona kwamba ana loyalty kuliko mtu ambaye anamtambua kwamba yupo na mimi kwa ajili ya pesa tu. Kuna mtu alikuwa ananiambia huwa anapata shida sana kwamba anapokuwa nyumbani hawezi kutoka. Anahisi, anasema kuna vitu anahisi kama sio woga, aibu ya kutembea peke yake, lakini anapokuwa na mtu mwingine ambaye anapiga naye story, anasema una uwezo wa kutembea na anajisikia huru zaidi na kujiamini kuliko kuwa peke yake. Sasa inaitwa social anxiety. Wasiwasi wa kijamii. Watanionaje? Niko sawa kweli? Nitaenda nirudi salama? So kuna watu ikiingia magharibi hawawezi kufanya chochote. Mathalani mimi katika mtihani wangu katika hii dunia ni kuvuka barabara. Haiwezekani nikavuka barabara. Hata niwe na miwani siwezi kuvuka barabara. Lazima nitaenda sehemu ambayo nitakuwa na jamaa ndo nivuke nao. Rafiki zangu, jamaa zangu, watu wangu wote wa karibu wanajua Lela hawezi kuvuka barabara. Ni social anxiety. Na si kama ile kusema labda umemkosea Mungu au labda utakufa hivi karibuni. Yani kawaida tu. Kila binadamu yuko hivyo. Na mimi nilipata ajali. Kwa hiyo nikawa nimedevelop uoga kwamba yani barabara inaniogopesha. Sasa hiyo ni mchana. Sikwambii likiingia giza ndo hali mbaya zaidi. Likiingia giza ndo mbaya zaidi, siwezi kuvuka barabara. Naweza hata nikamfuata mwanaume nisemjua. Nikamwambia aisee samahani lakini naomba nivuke barabara. Sasa nilipogundua kwamba ni shida, ni siku ambayo naweza kuvuka barabara nikiwa kwenye gari. Yaani mimi gari naweza kuipeleka barabarani hata usiku, hata highway. Lakini mimi kwa miguu yangu siwezi kutembea nikavuka. Na hata barabara bize pia naweza kuendesha, hata mkono upande wa tofauti ambao tunaendesha hapa nyumbani naweza kuendesha. Hata highway zao naweza kuendesha. Lakini ikifika hatua kwamba nimeambiwa nikanyage barabarani nivuke,
ndipo sasa hapo shida yangu inapoanza. Na si kama labda naanguka au labda napata wazimu. Sijiamini tu kwamba nitavuka salama. Kwa kuna yani inakuwa reasons ziko nyingi, lakini inaitwa social anxiety, wasiwasi au tuseme uoga wa kijamii. Ni kawaida. Sasa kuna wakati niliwahi kupata ajali ya gari. Ilinichukua muda mrefu sana kumwamini dereva yoyote. Kutokana tu na ile ajali, na ilinipa kitu kama vile kuto kumwamini, kwa sababu dereva ambaye alienda akatusababishia ajali ni dereva ambaye nilikuwa namwamini tangu nakuwa namwamini sana. Lakini tulipopata ile ajali, na kwa bahati mbaya ndio nilikuwa nimetoka likizo kidato cha kwanza, nikasema ngoja niende mpirani, na tukapata hiyo ajali. Nilikuwa na hofu sana kupanda gari. Hicho kitu nacho mpaka leo. Yani nikiwa na safari ya mbali huwa nafikiria kuhusiana na umakini wa dereva. Nifanye nini ili niweze kuondokana na tatizo kama hili la kutokuamini tena yani. Yaani unaona kama dawa ingekuwepo ningekwambia, lakini hakuna. Hakuna. Yaani kuna vitu ambavyo vitabaki tu kwenye mwili wako, kwa sababu ni kama kumbukumbu ya jinsi gani wewe ni strong. Uwezi kusema eti kwamba utapambana navyo. Ile unaingia kwenye gari, unakaa kwenye gari mpaka unafika sehemu unaotakiwa kwenda. Alafu ukifika ile sehemu unaotakiwa kwenda, unafika ukiwa salama, hujaumwa. Maana unajua social anxiety nyingine zinakufanya mpaka una pass out. Unaweza ukaanguka ukazimia, nyingine ukawa una kama unapiga makelele kwenye gari. Lakini ile ability ya kwako ya ku stay still, ya kukaa tulivu. Labda sometimes pia ukapata usingizi pia ukalala, lakini ukashtuka akianza kwenda kona ambazo ziko vibaya, labda mtu anaruka matuta, anafukia matuta, ndo ukashtuka. Ile ni ability nayo ya kukuonyesha namna gani ni kama uko strong. Yaani tuseme ni makovu ya vidonda ambavyo ulivyokuwa umepata. Mathalan ni mimi na rafiki yangu mwingine. Hatuwezi safari ya ndege ikitua ndege lazima tuumwe sana kichwa. Zile sekunde zile kichwa kinapita hapa. Kwa nini? Tulipoteza mpendwa kwenye ndege. Kwa yani ile memory ina kama miaka 12 13. Haijakatika mpaka leo. Mwaka huu nilisafiri na rafiki yangu, nilivokaa tu kwenye kiti nikaanza kunywa dawa, alikuwa anacheka sana. Sasa baada ya kushuka sasa ndo nikampa story. Kwa nini mimi nakunywa ile dawa? Ni kwa sababu sitaki ikishuka kile kichwa kiniume. Ni kidonge kimoja tu cha maumivu huwa nakunywa. Nachukua hiyo paracetamol na ikata nusu. Kama yani tuseme kama size ya mtoto mdogo. Kwa sababu sitaki kuimeza nzima, maana vile itanizoea. Kwa naikata ile paracetamol nusu na kunywa. Hainisaidii, wajua ile nusu sio kipimo changu mimi kwa umri wangu. Lakini najidanganya kisaikolojia kwamba hii ni dawa, hii itanitibu nisiumie kichwa. Kama therapy kwangu. Mpaka sasa hivi ishazoea. Nachukua paracetamol na ikata nusu na kunywa. Nyingine ile nusu iliyobakia na kunywa saa ya kurudi. Napata shida sana ninapokuwa na safari na mtu ambaye simfahamu, ambaye siwezi kupiga naye story. Ukamwelezea kuhusu jambo lako. Na wakati mwingine yani nikiwa safarini alafu na mtu ambaye napiga naye story, nasahau kuhusu dereva na harakati zake ambazo anaenda nazo. Na mtu ambaye umfahamu, akili yote iko kwa dereva. Iko pale. Hata kulala huwezi. Siwezi. Nakuwa nipo makini kweli, na mimi naendesha. Na mimi naendesha wakati mwingine. Nadhani yani ni kama makovu tu, inabidi tuyavumilie, tuende nayo, hakuna jinsi. Sawa. Madam, kuna watu ambao ni wajuaji, wanajua kila kitu. Katika ulimwengu huu kuna mtu ambaye anatakiwa kujua kila kitu, ama yupo ambaye anayejua kila kitu? Sidhani kama wapo wanaojua kila kitu, kwa sababu Waswahili analili. Wasakao unajua mambo ya mpira, jamaa tunajua mambo ya netball, kwa huwezi kujua kila kitu. Huwezi kujua kila kitu. Hapo wajua ukiwa mtu mjuaji ni ngumu sana kusaidiwa, kwa sababu jamaa wanaashumu kwamba uko sawa. Huyu anajua sana, atakuwa tu yuko sawa. Hahitaji msaada wetu.
yupo sawa au wanakudogosha, wameamua tu kukuacha uishi na maisha yako hivi. Pia kuna wengine wanakudharau. Sasa kwa usiku umeongea jambo serious, bwana naenda kuoa bwana, wapi wewe? Watu wanashangaa unakuja na mke, kumbe kweli jamaa uko serious. Sasa pia heshima fulani hivi unakuwa pia unapoteza heshima. Sawa. Madam, tunaweza kupona vipi majeraha hususan ya kuwapoteza ndugu zetu, marafiki zetu, wale ambao tunawapenda, ambao wametangulia? Hii topic ni ngumu kwangu, lakini nitajitahidi. Unaona, ni time, ujipe muda. Hakuna kupona, ni kujipa muda tu. Jipe muda mpaka usi kwamba hujajipa muda kwamba usahau. Usipambane kusahau, pambana kuishi nayo. Kwamba huyu hayupo, ni nafasi haitojazwa, lakini mimi natakiwa niishi. Sababu nisipoishi, huyu hana mtu wa kumsomea dua. Mimi ndo mtu wa kumsomea dua basi. Lakini ni ngumu. Unaweza ukakata miaka 20 hujaondoka. Ni ngumu sana. Nasikia kwa mtu tu, lakini ni ngumu sana. Inaweza ikakufanya mpaka ukavuka mipaka. Lakini pia inaweza kukufanya ukampenda Mungu wewe mwenyewe mpaka ukashangaa. Kwa hiyo hakuna njia ya kusahau mpendwa wako. Sikufichi kwa sababu hata mimi niko umo. Ila ni kujipa time ya kuishi bila uwepo wao. Ni kuishi bila uwepo wao mpaka pale utakapoona sawa, lakini kamwe usithubutu kuwasahau. Mwanzo utaki kuwasahau, sasa unatakiwa wasomee dua. Wataki kuwasahau, ila unatakiwa uishi bila uwepo wao. Lakini inawaombea watu wasipoteze watu wao. Sio kitu kizuri, yani sio feeling ambao namuombea hata adui yangu. Ni kitu kibaya sana. Ni kama Imam Ali Khalifa wa 4 alisema kufiwa na baba ni kama kuvunjika uti wa mgongo. Na kupoteza mtu wa karibu yako ni kama kunyofolewa mbavu. Yani ni kama vile huna mbavu mbili zimenyofolewa. Kwa hiyo yani ni kitu, ni pengo ambalo huwezi kuziba. Ni kitu ambacho huwezi kukisahau. Lakini ni kitu ambacho unatakiwa uishi nacho. Sawa. Tunawezaje kutofautisha baina ya huyu ni mwema na huyu ni mtu ambaye anakutumia? Mfano kwenye mahusiano au kwenye maisha ya kawaida? Kwenye maisha ya kawaida, kwenye mahusiano sawa tu. Wajua mtu anayekutumia utamjua tu kwa sababu yeye atakuwa anazungumzia zaidi kuhusu matumizi yake. Mfano anakutafuta akiwa amezidiwa kwenye kazi. Sasa bwana, hapa nimevurugwa sana, nikaona bora tu nikucheki wewe. Au mwingine anasema hapa bwana, sijui hata nitakula nini, naomba basi uniwezeshe. Au mwingine anakuomba vocha. Yaani yeye hawi mzuri kwako mpaka awe anataka kitu ndo anakuwa mzuri. Mwingine kama ni mvulana anataka kukutumia, kwa hiyo anakupeleka chai ili akakutumie. Anakupeleka chai afu hapo wakati mnakunywa chai anakuuliza, tukimaliza hapa si tunaenda kwangu we? Kumaliza hapa tunaenda kwangu we? Maana yake nini? Yaani ni chai tu ndo unataka niende nayo kweli kwako? Ungenunua ugali ingekuaje? Hapo. Unasema tuende kijijini kwetu. Naona. Kwa hiyo wengine anakuwa hivyo. Yaani wanakuwa mtu akiwa anakutumia anakupa vitu masharti. Au anakunyanyasia vitu. Yaani kwa vitu vyote hivi ninavyokufanyia bado tu. Upendo wote huu unaokupa lakini hunithamini. Kwa sababu ya upendo unaonipa natakiwa niwe mtumwa au? Ushaona sasa. Yaani utakutana na kauli kama hizo. Kwamba mtu anahesabu makosa, mtu anahesabu vitu ambavyo ulitakiwa kumfanyia hujafanya. Siku zote yeye anaangalia kwenye makosa tu. Lakini mtu ambaye yuko genuine kinyume chake. Unajua mtu akiwa genuine hata movement zake huwezi kuzishuku kwa sababu hawezi kuanza kuwa anakuambia nakupenda faster. Yaani wewe utanipendaje mimi wiki? Hunijui, hatujuani. Umejua lini kwamba wewe unanipenda mimi? Na kwa nini unaongea? Kwa nini usifanye vitendo vya mtu anayependa? Unaona watu yani
bidhaa yoyote ikiwa ni original, haina makelele. Ushai kusikia kuna yani gari ya thamani ya juu ikapita huko nje ukaisikia ni kwamba yenyewe ndio inapita? Mwanzo zinakuwaga kimya. Na mwanzo hazionekani hovyo. Zikiwa zenyewe zinapita unajua kabisa kwamba hizi gari zinapita kwa una jambo mahsusi kisha linarudi. Ndio hivyo mtu mwenye nia madhubuti. Huoni akikupigia simu saa 24 kwa siku. Huoni akikuuliza kila saa uko wapi unafanya nini. Huoni ngonjera za nakupenda. Kwa nini wewe unabidi kufanya ngonjera? Si ufanye kitendo. Kwa nini unaandika ovyo? Mbona mimi nimeshapita hiyo level ya watu kuniandikia. Mimi nataka watu wanaofanya. Hiyo ndo kitu hakipo sasa hivi duniani, watu wanaofanya. Kwa hiyo onyesha utofauti. Kwa hiyo madam, upendo unaoanisha na vitu, vitendo. Yaani wewe kama kuliko maneno. Kama kweli unampenda mtu, fanya action. Kwa mfano, si unampenda mtu, ukiwa unampenda mtu unataka mtu awe na utulivu, mfanyie vitu vya kumpa utulivu. Nitajuaje bila kuongea naye? Si kwa wakati unaongea naye unamjua kwamba huyu sasa hivi kiu yake anatafuta sehemu akae, hana nyumba ya kukaa. Unamsaidia, unamconnect na madalali. Dalali huyu fulani ana nyumba sehemu fulani. Yeye mwenyewe mtu anakuja anaangalia mimi wakati ninapata tabu, nani alikuwa karibu yangu. Mwingine anakuambia hivi, mimi mamangu ni mgonjwa. Unamconnect na madaktari ambao unajua mamake anaweza kusaidiwa, au unamconnect na daktari wako ambaye anaweza kumsaidia mama yako direct. Anakuwa anapata huduma. Kwa mtu akija kukaa anakumbuka nani alikuwa karibu yangu mimi nilipokuwa na shida. Ni fulani. Huo ndio upendo. Na upendo wala hauhesabu makosa. Wewe ulinikosea Januari 3 mwaka 1997. Uliniuzi sana ile siku, hata usingizi sikupata. Upendo hauhesabu makosa. Wala hauhesabu mwenye haki ni nani. Wala hauna masharti. Ili nikupende, nataka unihudumie ndio nikupende. Hauna masharti upendo. Ukiona tu kuna masharti jicho kipengele cha biashara. Kwa sababu hapo ndo inabidi ukubali terms and conditions. Unajua hicho kitu. Kwa hiyo ukiona tu kuna masharti, kama kweli unanipenda, naomba unijengee nyumba. Sawa, naweza nikakujengea nyumba. Na pia nsije kwenye hiyo nyumba. Nikakujengea kama naweza nikakuacha hapo. Ukawa tu mtu wangu, toi wangu, ngitaka nacheza na wewe, ngitaka na kuacha upigwe na afya ya akili hapo mpaka ukome. Nikaamini kucheke tu kwenye simu. Kwani shilingi ngapi kwa nakupigia tu. Uamini tu niko na wewe, lakini si utaka nyumba, hukutaka mtu. Kuna watu wanaamini katika vitu hivi sasa kwenye upendo ama kwenye mapenzi kuliko utu. Yaani vitu kwanza, na wanaambiana kabisa kwamba mfanye akuwekea alama, akununulie kitu. Hata kama mkiachana lakini tayari umeshapata kitu fulani hivi. Sasa maisha kama haya ndio mapenzi yalipo, ya vitu kuliko utu. Nitazungumza katika sehemu mbili. Kuna mazingira mtu akikununulia kitu inakusaidia kumjua kwamba wewe ni mtu wa aina gani katika safari tunaokwenda. Lakini yasiwe mazoea, yawe katika mfumo wa interview. Maana yake umuone huyu mtu ni mtu wa kutoa zawadi. Kama mtu akatoa zawadi wakati mnaanza mazungumzo, angalau zawadi, unajua kwamba huyu baada ya miaka ya hayo mazungumzo yangu mimi na huyu, kuna uwezekano baadaye kwenye mahusiano yangu ya ndoa nitakuwa napewa zawadi, kwa sababu huyu ni mtu wa kutoa zawadi. Akikupa ile zawadi unaangalia na quality ya zawadi. Unaweza ukaenda kununulia tende. Tende kilo robo ni 3,000. Ile tende quality utakayoenda kuninunulia itanisaidia mimi kukusoma wewe ni mtu wa aina gani. Ni mtu ambaye unapenda, una pay attention kwenye detail, au ni mtu ambaye unakurupuka kwenye mambo yako. Kwa tende 3,000 robo kilo utakayoniletea, nitaangalia ni tende ambayo imekaa sokoni muda mrefu au umeniletea tende fresh. Kwa pale nitaanza kukujaji wewe kwamba wewe ni mtu ambaye umenichukulia mimi kitu cha thamani, au mathalan
umeninunulia nguo, nikaifua mara moja ikawa imepauka. Ina maana wewe upay attention ukifanya manunuzi. Inatakiwa wewe unajua kitu hichi ni genuine ndio unipe mimi. Huwezi kunipa saa nikivaa nikivua mkono wangu unajenga weusi hapa kwa ajili ya saa ulionipa. Feki, umenipa saa feki. Kwa nini sasa unanipa saa feki? Mimi uliwahi kuniona hata siku moja nimevaa saa feki? Kwa pale hizi zote zinakwambia hizi ni mbinu za kumjua mtu ambaye utaishi naye kwa amani. Kipengele cha pili, mtu umekaa naye mwaka mzima, hata siku moja hajawahi kuona kwamba wewe ni mtu ambaye una deserve kwenda kunywa uji wa mchele barabara ya 4 labda au barabara ya 7, au hata siku moja hajawahi kufikiria kwamba wacha nimpeleke Maimuna chai. Kweli wewe tutakuwa tunaongea tu kwa simu mwaka mzima, hutaki hata twende kunywa chai? Na utakaponipeleka kwenda ya kunywa chai, naenda kukufanyia interview, unaongeaje na wahudumu? Wewe mwenyewe unajithamini? So unanipeleka mimi sehemu ya kwenda kunywa chai, mimi naagiza chai, maybe chai labda na kaukau au chai na sabusa moja, wewe unaagiza maji. Kwamba nini? Kwa nini unakuja hadi hapa na unakunywa maji? Inawezekana mimi sio muda wangu wa kunywa chai. Kwa nini huli kitu? Si ule kitu. Usiseme atoletee matunda, kwa nini unakunywa maji? Kitu si ndo maji. Naomba kupoza kwa. Hizo zinakujaga kama red flag. Yani huyo. Shauri yako. Watoto hataenda shule. Maji. Na najua wanaume watagombana sana hapa, lakini mwanaume ukienda naye mgawani bila ya kula, wewe uko unakula yeye anaagiza maji. Jitathmini. Sasa kama umeshiba yani. Kwa nini unashiba na unatakiwa mimi na yeye twende tukale? Yaani wewe umesema kesho nataka nikutoe dina. Kosa lako ni hilo tu. Kesho nataka nikutoe chakula cha usiku. Jiandae, nitakupitia saa 1:40 au saa 12:50. Si tutamaliza kwa tumeswali, nitakupitia. Afu tuende hadi pale. Wewe niambie mimi sina appetite. Mimi inabidi tu ninywe maji. Jitathmini. Au ashike ile menyu akwambie, "Wewe kula kabichi bwana. Hivi vyakula vingine hivi wala vina mchango wote kwenye ukuaji wako. Hivi havina afya hivi. Kama huyu kuku huyu, kuku sili. Kwa sababu ni ghali. Kwa sababu broiler. Usio unakula kuku wa wiki 2 hapo. Unapenda nyama sana. Wewe na usile nyama bwana. Kwanza nyama nyekundu ina shida. Mletee viazi huyu. Viazi vya kuchemsha, kwa sababu anatakiwa angalie weight yake. Amegeuka kuwa daktari wako. Kwa hiyo mzee pia unadili na diet. Unajua wewe upo tu kwa ajili ya kunifurahisha. Hiki chakula hiki ni kingi sana. Utaweza kukimaliza hiki chakula? Bora tushare. Nini? Yaani wewe unaagiza chakula hiki jamaa anakuambia tushare. Haya, hii ni sehemu ya pili. Hiyo ni hatari ya pili msichana ninakuelekeza. Hatari ya 3. Umeagiza, ameagiza. Unataka uagize kinywaji. Amna, usinywe majuisi yao. Kunywa maji tu. Usipende majuisi, kunywa maji. Umemaliza kula, haiti dessert. Sasa mimi nakula nini cha kushushia mlo? Kishashia mlo hapa ni nini? Wewe nayo una mambo ya kizungu sana. Kwani lazima ule kishushia mlo? Au umeenda na msichana ameagiza chakula kingi. Baada ya kula pale, baada ya katikati ya msosi, akamuita mhudumu. Hii ni red flag kwa msichana ukiona anaita mhudumu kwa staili hii. Wewe dada, si umekaa naye hapa anza. Wewe dada. Alafu yule dada watu akamwangalia akamfanyia hivi. Yaani hiyo ni red flag kubwa sana. Alafu akachukua ile sahani akafanya, "Hebu funga hiki chakula nitaondoka nacho." Kimbia kaka, hapo hakuna mtu. Akafika pale kwenye menu. Akaskani menu.
akaangalia menyu ambayo ni ghali, yaani chakula ambacho ni ghali kuliko vyote. Nataka hiki. Ukikiangalia kile chakula wala hakuwa hata na haja ya kula iko chakula. Kimbia. Lakini si mlipatana kwamba mnapofika katika mitoko usiagize vyakula vya kawaida? Unatakiwa uagize chakula ambacho hata mwanaume akipata siza maybe amezimia chapo hapa, wewe utaweza kukilipa. Kwa hizo ni etiquette. Inaitwa tabia njema. Lazima uwe na tabia njema, mtoto wa kike. Hata ukiachiwa ile deni, jamaa, unajua kuna jamaa Mungu amewajalia wanakufa saa ya kula. Utapewa vyombo vya hiyo hoteli, utaweza kuviosha wakati una majonzi. Unadaiwa chakula, unafikiri yule mwenye hoteli alisema kwa sababu jamaa amekufa tunasamee deni? Agiza chakula ambacho unajua wewe ukiachiwa hapo unaweza kukilipa. Au jamaa akisema lipa nusu na mimi nilipe nusu, utaweza kuchanga. Haya, mwingine anakula, akimaliza anaanza kuponda. Hata vyakula vyao hata hawajui kupika. Msichana huyu. Hana upishi wote hao. Yaani ungeniruhusu mimi nikupikie hichi chakula tulichokula hapa. Sijui hata kama ungekulaga tena kwenye mgahawa low quality sana. Anaanza na waponda. Mara anasema, huyu msimamizi huu uso wake ukoje? Anaanza kuwachambua watu pale. Kaka kimbia hapo, hamna mtu. Hamna mtu. Au anamuongelesha mhudumu kwa dharau. Anamuita mhudumu kama anaita mtoto. Kwanza anatakiwa yeye ndo akwambie wewe uite. Yaani ukitaka kujua kwamba huyu mwanamke yuko tayari kuongozwa na mimi kama mwanaume wake, nenda naye mgahawani. Akiwa anawaita wahudumu yeye mwenyewe, kimbia, huyu hayuko tayari kuwa submissive. Hata kuwa chini yako mzee huyu, atataka yeye ndo awe na control. Lazima yeye akwambie wewe ndo uite. Kama unafanya booking mahali, wewe ndo ufanye. Yeye akutumie maybe link au akutumie kitu alichopenda, wewe ndo. Ukiona mtu yani upo naye mgahawani, yeye kazi yake ndo ni kugonga meza, anaita wahudumu. Hamna mtu hapo. Hamna msichana hapo. Wasichana wote, smart ladies wote ninaowafundisha mimi wote hawaagizi. Wala hawaiti chochote. Anakuambia wewe, nahitaji maji ya kunywa. Wewe ndo unaoita maji ya kunywa. Sio yeye. Yeye tena au yeye anyanyue sauti yake ambayo inatakiwa wewe tu ndo uisikie. Isikike na mgahawa mzima. Hii sauti mama, kwa nini unaiongea hapa? Hii sauti si ni ya kwangu tu. Kwa nini unataka kila mtu aisikie hii sauti hapa? Sasa mimi nimekupa dalili, wewe mwenyewe jiongeze. Hivi mwanamke anapomwalika mwanaume kwenda kupata chakula sehemu fulani, mwanaume naye anatakiwa kujiandaa vipi, ama mwanamke huyu inatakiwa azingatie vitu gani kabla huyu mwanaume hajamwalika hicho chakula? Mwanamke anamwalika mwanaume chakula. Kwanza azingatie ni mumewe. Awe mume. Hakikisha ni mume wake au ni kaka yake. Sija akaalika mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano, hiyo ni rushwa. Unataka mtu afanye maamuzi mbali na malengo yake. Yaani unamconvince akuchague, inaitwa pick me. Kwenye dating tunaita unataka kuwa picked. Unasema ni mimi, nichague mimi, nione mimi. Ni rushwa. Hata kumpa mwanaume hela ni rushwa. Hivi haitakiwi. Unataka afanye decision kwa kukufikiria wewe. Yaani unamlazimisha akuone. Unajua unaitwa pick me, kifupi ndio hivyo. Jina lako litaitwa pick me. Nichague mimi. Ukimpa hela, ukimwalika chakula cha jioni, ukamuita kwako mpikie, zote hizo ni dalili za pick me. Ukaenda kwake ukafua, ukasafisha mashuka, sijui ukapanga nyumba vizuri, sijui ukambadilisha mapazia, ukambadilisha furniture, pick me, jina lako linaitwa pick me. Yaani inaanza hiyo pick me afu ndo jina lako Salhia labda. Kwa hiyo huyu mwanaume ukishapata tu sharti la kwanza awe ndo ni mume wako, ndo unamwalika. Na mara nyingi huwa hawalikani hao unaowasema madam. Ni hao wengine. Wapo. Wachache sana. Wapo. Wewe tembea mitaani na tembea mimi, utaona wake wanaopeleka waume zao chakula. Watu wanajenga misikiti kwa ajili ya waume zao. Sawa.
Lakini na hapa sharti la kwanza awe mume wako. Sharti la pili umwache achague anachotaka kula. Kwa sababu si umejitoa kimesomaso unataka kumnunulia mtu chakula. Kivumbi. Mwache achague anachotaka. 3, muombe kama anaweza akachangia kulipa. Kwa sababu hata mimi nitafanya hivyo. Muombe kama anaweza kukuchangia angalau 60% ya malipo. Maana ndio unarudi pale kwa bwana wake hamna hela. Inaangaliwa ni fikra. Angalau nimekufikiria mume wangu kwamba unahitaji kula. Nikuleta hapa. Umejua nilikuwa nasubiria hapo kwa swala malipo. Yani umuombe. Sio kumlazimisha. Muombe. Aisee Shabani, utaweza hichi chakula, hii bili imekuja. Japo ninajua mimi wengi bili ikija wataichukua. Wataichukua wao wazilipe. Hata kama umewalika wewe wanaume vizuri waliopita jandoni vizuri. Watazichukua wao zile bili wazilipe. Mimi na ushahidi. Watachukua wao zile bili wazilipe wao. Lakini unaweza ukamuomba kabla bili haijaja. Yaani pale mkiwa mmeagiza kisukuma mlo. Unaweza ukamwambia bwana hii bili ikija naomba unisaidie kulipa 60%. Ambao ninawajua mimi watacheka watakwambia wewe na wewe mambo ya kulipa wapi na wapi. wewe kulipa wewe unajisahau tu. Unafikiri mimi uliponiita pale nilikuwa sijajipanga. Kulipi kamwe. Nitalipa mimi wewe. Najua hapa saizi hata chakula chenyewe kijapita kwa kuwaza utalipa. Wewe kula kwa amani mimi nitalipa. Wengi watakwambia hivyo. Wachache watakwambia poa nitakulipia. Wale sasa ambao walitoroka kwenye sherehe. Ndio. Wale watasema kwani mimi nilitaka kuja, wewe mwenyewe umenileta. Jipange. Wale walitoroka kwenye sherehe za jando. Kivumbi. Kwa hapo makundi ni matatu. Sawa. Madam unatuachaje leo? Amina na waomba kaka zangu. Nimejifunza sana katika hii miaka ambayo nimefanya kazi kwenye mtandao na wanawake na wanaume na sasa tunaelekea mwisho wa mwaka na kuomba ulale nayo na Mungu akikujalia uhai 2026 amka nayo. Usiombe katika maisha yako ukakosa thamani au kazi kwa mwanamke. Mwanamke akianza kukuona useless rahisi sana kukuacha. Maana yake ni nini? Mwanamke atakapoanza kufanya vitu vyake yeye mwenyewe humhudumii chakula, humnunulii nguo, humletei amani, humpi furaha katika nyumba, vyote hivi anajitafutia yeye mwenyewe. Wewe nafasi yako kama mwanaume hapo ndani itakosekana. Umuhimu wako kwenye maisha yake utakosekana na kukuacha itakuwa kitu cha kawaida. Lakini 60% hakuna mwanamke humu duniani ambaye hana mtu wa kumfanyia hayo mambo. Kwa unaweza ukaishi kwenye ndoa yako ukajifanya kwamba wewe ni shababi, hutoi msaada wowote, lakini jamaa yuko mtu nje anatoa msaada na wewe unazalilika tu. Kwa usiombe ukawa useless kwenye maisha ya mke wako. Inakuwa rahisi sana kuwa replaced. Kwa wewe pambana unapopambana, lakini timiza mahitaji ya familia yako na utimize majukumu yako. Kwa ukubwa, kwa udogo, vyovyote Mungu atakapokukadiria. Lakini usifike hatua ukaambiwa kwamba wewe kazi yako mundani ni nini. Au mwanamke akapiga story na wenzake akasema hanisaidii kwa lolote hata sijui kwa nini nipo naye. Yaani usifike hiyo level kaka. Ndio ujumbe wa wanaume wote. Wa kuamka nao Januari 2026. Mungu akiwaamsha vizuri na waachie ujumbe huo. Na watoto wa kike na waachie ujumbe ufuatao. Dalili za hatari ukiziona dada. Kazi yako sio kuvaa magwanda, uanze kupambana nazo. Ukiletewa relationship unaomba na mtu kuwa girlfriend wake. Ni interview dada, sio ndoa. Acha kujiongeza kichwani kuanza kupanga majina ya watoto, honeymoon mtakwenda wapi. Acha. Ile ni interview. Unaruhusiwa kuinterview watu mpaka 5. Sharti lake usizini, usitoe rushwa. Unajua rushwa kutoa mikopo, kutoa sijui zawadi ya vyakula vya usiku, kwenda kufanya kazi kama mamafua, usifanye. Hizo ni rushwa. Kwa hiyo unaruhusiwa kuwafanyia watu interview. Na mtu akikosa swali moja kwenye interview, humpi mtihani mwingine kwa sababu watu wao wapo. Hapa Tanzania tu wenyewe wapo karibia milioni 18 zaidi ya wapo. Kwa wewe akishindwa interview mtu mmoja, unampa interview mtu mwingine.
Sio huyo mmoja ndio unampa interview ya swali moja mara 60. Usikubali mtu akuaminishe zaidi ya mara 3 kwamba hakuhitaji wala hakuheshimu. Usiruhusu. Lakini kukosea sikaumbiwa binadamu. Kuna makosa ya kibinadamu, ila kuna makosa mengine ukiangalia unaona tu huyu hatutoendana huyu. Asante mada. Sawa. Msikilizaji, kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Muda sio rafiki. Asante sana kwa Madam Leila Abubakar, mwana saikolojia huyo, ametupa vitu vingi sana katika siku hii ya leo. Asante kwa engineer piga picha wetu Saidi Abdallah mwana wa Chembea. Mimi ni Khatib Salim Omar, nikutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea.